jina la Yesu Kristo. Manake Yesu, kuna maangano ndani ya madhabahu Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, kila kuinuliwa katika haya madhabahu Yesu ikawa ni sehemu ya wazee katika jina la Yesu. Kila Bwana kutiwa nguvu, kila kutiwa nguvu Yesu ikawe ni sehemu ya wazee katika jina la Yesu. Wazee wakatiwe nguvu, wazee Bwana wakainuliwe katika jina la Yesu. Kile ambacho Bwana ni sehemu katika haya madhabahu Yesu ikafikie na wazee katika jina la Yesu. Wengine Bwana wanaposhiriki na wazee Bwana wakawe na sehemu katika jina la Yesu. Ninajua ya kwamba Bwana madhabahu haya yameinuliwa ni kwa ajili ya kila nafsi. Hivyo Bwana, kwa wazee wacha Yesu ikawafikie, wacha Yesu wakawe na sehemu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu na Baba yangu, wazee wakarichanjiwe, wazee wakainuliwe, wazee wakapewa nguvu, wazee wakainuliwe katika jina la Yesu. Bwana, wazee wakafunguliwe katika jina la Yesu. Manake ninajua ya kwamba Yesu madhabahu haya Yesu yana kila Bwana, yana kila kitu katika jina la Yesu. Wacha sehemu ya wazee ikapatikane jioni ya leo katika na haya madhabahu katika jina la Yesu. Bwana ni asante, manake Yesu Bwana kuna maangano na kama madhabahu Yesu katika jina la Yesu. Bwana, kila maangano ambayo Yesu ni ya kuinuliwa, ambayo Yesu ni ya kuinuliwa, wacha Bwana wazee wakawe shirika katika jina la Yesu. Wazee wakapate sehemu, wazee wakapate sehemu, wazee wakapate sehemu katika jina la Yesu. Oh Bwana Yesu Mungu wetu, wazee wakapate sehemu, wazee wakapate sehemu. Oh Bwana, katika haya madhabahu Bwana Yesu nasema ya kwamba wazee wakapate sehemu, wazee wakapate sehemu katika jina la Yesu. Ni sehemu ya wazee, ni sehemu ya wazee Bwana, ni sehemu ya wazee, ni sehemu yao Jehova. Wacha Yesu wakapate katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Oh Bwana, wazee wakatiwe nguvu, wazee wakatiwe nguvu Bwana, katika jina la Yesu. Wakijitahidi Yesu ni kwa ajili ya kazi zako katika jina la Yesu. Bwana, Bwana, Bwana Yesu, 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 tunasema ya kwamba Bwana Yesu, wazee wengine Yesu wakiinuliwa, wazee hawataachwa nyuma, wazee hawataachwa nyuma katika jina la Yesu. Wengine Bwana wakiinuliwa, hata wazee watainuliwa. Wengine Bwana wakitukuzwa, wazee wakatukuzwe katika jina la Yesu. Oh Bwana Yesu Mungu na Baba yangu, kila nguvu Bwana inayoshirikishwa katika haya madhabahu Yesu, na wazee wakashirikishwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana wakapokee, Yesu wakapokee, Mungu wetu wakapokee katika jina la Yesu. Bwana, 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 katika jina la Yesu. Haya madhabahu Yesu yananena kufunguliwa, na wazee wakafunguliwe. Yananena baraka, na wazee wakabarikiwa. Yananena kuinuliwa, na wazee wakainuliwe katika jina la Yesu. Manake Bwana, Bwana Yesu na Mungu wangu, si mapenzi yako Yesu watu kuishi mahali pamoja. Ndio maana Bwana hata wakati Musa na watu wake Yesu walizunguka mahali pamoja, mpaka Mungu mwenyewe ukashuka na ukamwambia Bwana ya kwamba jinsi umezunguka malapa ya tosha, basi geukeni
Yesu, nasi tunasema kama wazee Bwana, tunangeuka Yesu, tunangeuka Yesu kwa neno lako Bwana, tunangeuka na kukubali Yesu kushirikishwa baraka za madhabahu Bwana, katika jina la Yesu. Kila maangano Bwana, kila maangano Yesu, kila maangano katika jina la Yesu Bwana, Bwana, Bwana Yesu, kila maangano ya madhabahu Bwana ikawe ni sehemu ya wazee katika jina la Yesu. Kile Bwana madhabahu yanayoshiriki Jehova, wacha ikawe ni sehemu ya wazee katika jina la Yesu. Oh Bwana Yesu, 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 ninajua ya kwamba Bwana Yesu, kuna haya madhabahu, kuna hizi roho Bwana zinazopingana ni kwa ajili ya kuinuliwa kwa wazee. Nasi leo hii Bwana tunajua na tumetambua na kutangaza ya kwamba madhabahu yananena, madhabahu haya yana dhamani kuu katika jina la Yesu. Hivyo Bwana, kinachoshirikishwa, kinachoshirikiwa Bwana, wazee Yesu wakashiriki katika jina la Yesu. Bwana tamalaki, Yesu wetu tamalaki, ukatamalaki Jehova, ukatamalaki Mungu wetu katika jina la Yesu. Wazee hawataachwa nyuma tena, hawatapungua tena Bwana, katika jina la Yesu. Wazee wakaongezeke, wazee wakaongezeke Bwana, katika kazi zako Yesu, wakaongezeke Jehova, katika jina la Yesu. Oh Bwana, wazee wakapende kazi zako, wazee wakakupende Bwana, katika jina la Yesu. Kitabu Bwana Yesu cha Kumbukumbu la Torati Bwana, kifungu cha 30 mstari wa 6 unasema ya kwamba nawe Bwana utaingia katika mioyo ya wanadamu, katika mioyo yetu Bwana, nawe Yesu utatutairi na Bwana wana wetu, na utatufanya Jehova Yesu kutii neno lako na kukupenda Bwana. Nasema ya kwamba wazee wakakupende, wazee Yesu wakapende kazi zako katika jina la Yesu. Oh Bwana, ni asante, ni asante Jehova, ni asante Mungu wetu, ukatawale Bwana, ukatawale Mungu wetu, manake Yesu unastahili. Oh, ni asante Jehova, tunakutukuza Yesu, tunakutukuza Bwana, tunakuabudu Yesu katika jina la Yesu. Haleluya Yesu, kwa maana umetenda. Asante Yesu, kwa maana umetutendea. Iminiwe Bwana na utukuzwe katika jina la Yesu. Bwana ni asante, Yesu ni asante, Mungu wetu ni asante. We thank you Lord and we bless your name. Neno lako Bwana limetuambia kwamba Bwana haki na hata hukumu Jehova ndio msingi wa kiti chako cha enzi. Bwana fanya haki, Bwana fanya hukumu, ni kwa ajili ya wazee katika jina la Yesu. We thank you Lord and we bless your name. Katika jina la Yesu. Bwana ni asante, Bwana ni asante, tunakutukuza Bwana, tunakuabudu Jehova katika jina la Yesu Kristo. Bwana, Bwana ni asante. Mwambie Bwana ni asante hata kwa sababu ya ibada ya siku ya leo. Mwambie ni asante hata kwa kipindi ambacho kinachokuja. Mwambie Bwana akatamalaki, mwambie Bwana akaingilie katika jina la Yesu. Tunakutukuza Bwana, tunakuabudu Yesu, manake Bwana unastahili. Himidiwa Yesu na utukuzwe, manake Bwana kuna aliye kama wewe. Jina lako tunalitukuza, jina lako tunaliabudu katika jina la Yesu. Oh Bwana ni asante, ni asante Jehova. We thank you Lord and we bless your name. Kwa jina la Yesu. Wewe Bwana ndiye unayetawala, wewe Bwana ndiye unayetawala. Iminiwa Yesu na utukuzwe kwa jina la Yesu Kristo. We thank you Lord, we bless your name in the name of Jesus. Tukuzwe Yesu. Thank you Lord.
Hallelujah, Jesus, we love you, Lord. We bless your name, oh Jesus. We honor your name, oh God. Hakuna kama wewe jioni ya leo. Ni wewe Bwana, ni wewe upo, ni wewe utabaki kuwa. Bwana tunakupenda. Lord, we bless your name. Lord, we honor your name. Lord, we glorify your name. Lord, we magnify your name. Receive all the glory, receive all the honor, receive all the praise, receive all the glory. Baba, tunakupa utukufu, tunakupa utukufu mfalme, tunakupa utukufu jemedari. Hakuna kama wewe Bwana. Bwana, wiki mzima Jehova umekuwa mwema kwetu. Baba, umetubariki. Baba, umetunenea. Bwana, umekuwa nasi. Tunalitambua Bwana jina lako lenye nguvu, jina lako lenye uweza. O shalabaganda babu zetele manakano ni manananiana labo shadamakai. O Bwana, ni asante Bwana, tunakupenda, tunakushukuru, tunakuinua Bwana, na tunasema ni asante. Uinuliwe Bwana jioni ya leo na utukuzwe Bwana. Baba, ibada hii ni ibada ya baraka, ni ibada ambayo Bwana tunaenda kubarikiwa, tunaenda kuinuliwa kupitia neno lako, ya kwamba Bwana utatuweka kiwango kingine. Tunakupenda, tunakuheshimu. Pokea sifa na utukufu, na ni kwa jina la Yesu Kristo Baba wetu tumeomba na hata kuamini. Tuseme, si tuseme amen mzuri. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ni jioni njema ambayo Bwana ametufanyia na ametupatia. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa tusogee hapa mbele, tukaweze kusogea sisi wote, tukachukue viti vyetu vya baraka, ili tukaweze kusikia neno la Bwana. Na najua ya kwamba Mungu anaenda kutubariki. Haleluya. Salimia jirani, mwambie karibu siku ya leo. Mwambie karibu sana, karibu sana. Mwambie welcome so much. Mwambie karibu sana. Haleluya. Ndugu yetu, tusogee tu hapa. Mtumishi, tusogee tu mbele, usikuwe na wasiwasi, sogea tu. Manake hii ni nyumba ya baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Bwana, manake Mungu amekuwa na sisi na ametubariki. Salimia jirani, mwambie nafurahia kuwa ya kwamba nimekaa na wewe. Na kama hujakaa na jirani, sogea mahali jirani yako karibu, ili umwambie ninafurahia kukaa karibu na wewe. Mwambie nafurahia kukaa karibu na wewe. Na leo nina hakika nitabarikiwa. Mwambie kumbe ni wewe, nitabarikiwa leo. Mwambie kumbe ni wewe, nitabarikiwa leo. Hallelujah. Kama session ya kwanza imekuwa so deep, na tunashukuru Mungu kwa ajili ya Zionist. God bless you so much, kwa vile hata pia umekubali kutumika kwa ajili ya kutuongoza, tukiombea wazee na tukiomba kwa ajili ya mambo mengine. Bwana atukuzwe sana. Na katika hii hali sitaki nichukue muda mwingi, manake najua ndugu yetu ambaye leo ananena nasi, najua wamekazwa pande ile mahali huwa anafaa kurejea katika hali ya kazi, na singependa amalize aende kabla ama tupeleke marathon. Iko mahali pengine alitupeleka marathon, sasa ikawa watu wanashindwa point iko wapi, lakini anasema zote nimemaliza. Sasa nataka kile Mungu amempatia apate nafasi mzuri na kabla ya wakati wake, ili huko kwingine tuachwe tukimalizia, si kweli? Na Bwana atatukuzwa. Amen. Na Bwana atafanya nini? Atatukuzwa. Mko tayari? Mko tayari kumpokea huyu mtumishi wa Mungu? Are you ready to receive him? Tukue tayari, tumpigie huyu mpako wa mafuta, anaitwa Deacon Joshua, wakati anakuja kunena na mioyo yetu siku ya leo. Tumpigie makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana. God bless you so much. God bless you. Amen. Baba, ni asante
kwa ajili ya mtumishi wako, na omba neema yako Bwana, maneno yatakayotoka kinywani mwake Bwana, confirm these words, manake unasema wewe hufuatilia neno lako ili kulitimiza. Baba, wacha Bwana watu wako wabarikiwe, wainuliwe, wapone, wabadilishwe kupitia neno la imani atakalolinena. Ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru, amen. Barikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa tumesimama, amba tu tuimbe wimbo moja. Ametenda maajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Ametenda maajabu, ametenda maajabu na siwezi kueleza. Siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi, ametenda maajabu. Oh my God, thank you Lord. Ni asante. Ambia Bwana amekutendea maajabu kutoka Januari mpaka mwezi wa 11. Mungu amekutendea maajabu. Tell God thank you. Ambia Bwana ni asante, wewe ni Mungu mkuu, kuna kama Bwana wa steli zote. Rimakato shakatale masekitako toshakata. Mungu Jehova, tunasema ni asante jioni ya leo Bwana, umetupa nguvu na neema na kibali cha kukuabudu. Rimakato shekele masekitakata, rimasekitu shakata. Mungu wako Jehova, tunasema ni asante Mungu Jehova mtakatifu. Kuna Mungu Jehova, wewe ni mtenda maajabu wetu Mungu Jehova, tunasema ni wewe ni Mungu mkuu na kuna kama Bwana wa steli zote, ni wewe ni Mungu. Thank you Lord, tunasema ni asante kwa steli Bwana zote. Wewe ni Mungu mkuu na kuna kama Bwana wa steli zote, neema na kibali wiki Jehova, tunasema ni asante. Thank you Lord, uonekane kama wewe ni Mungu Bwana, uonekane. Tuonekanie mjioni leo Bwana, tunasema ni asante. Bwana ni wewe Bwana, tunaenda kusikia neno lako Bwana, nimeshuka mbinguni pako Mungu Jehova, uinuliwe Bwana. Nipatie neno lako, nipatie tamko. Oh my God, the utterance to speak you Lord. Kwa sababu wewe ni Mungu na kuna kama wewe Bwana. Katika jina la Yesu Kristo Bwana naomba nikiamini. Amen. We may sit down. Tunaweza kaa chini kwa uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu Edward Deacon Joshua, Deacon Joshua Deacon Joshua Mudhui, nimeokoka, napenda Yesu. Mimi ni mzee, watoto watatu. First born anaitwa Eunice, Cecilia na Sheila. Ndio watoto wangu na wengine wengi. Siku ya leo ukijua ya kwamba jioni wiki yote kutoka Monday ilikuwa siku ya wazee, na unjua ya kawaida vile tu wazee tumeshikana sana, tulipewa majukumu na mlipatia wazee majukumu mingi. Wazee tukashikana atuonekane, lakini unjua neema iko. Bwana Yesu asifiwe. So ukiona mzee mmoja, unjua hawa ni wazee 10. So hesabu wale wazee unaona kanisani wangapi? Unjua tuko wengi. Bwana Yesu asifiwe. Leo nitaenda tu pole pole, sitaharakisha. Hata wakitaka kufunga wanifungie, siongopi leo. Siku ya leo ningependa tuende tu tujifunze kuhusu levels of persistent prayer. Levels of persistent prayers, ama viwango vya hiyo maombi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wako na neema tofauti ya kuomba. Levels of persistence prayer. Tisa. Kuna watu wengine wako kiwango ya chini, kuna wengine wa kiwango ya pili, kuna wengine wa kiwango ya tatu ya mwisho kabisa. So lakini itaenda tu pole pole ili kila mtu apate. Bwana Yesu asifiwe.
levels of persistent prayer. Hiyo ndio topic yangu ya leo. Kuna watu wako chini kabisa, wao tu ni kuomba dakika 5 wao wanachoka. Kuna wengine wanaenda wako level ya pili, kazi yao ni kuombaomba dakika 30 hao wanasema amen. Kuna wengine walisama katika kutoka January au washokangi. Bwana Yesu asifiwe. That is levels of persistent prayer. Is for now dhimu yangu iko Matthew chapter 7. Hapo ndo tunaanzia. Dhimu yangu iko Matthew chapter 7 verse 7. Ambo ndio tuko. Levels of persistent prayers. Niwekee hapo Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. Hey Jesus, thank you Lord. Oh Jesus, Rapatushakata, thank you. Tumefika. Ask and it will be given. Matthew chapter 7 verse 7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Hapo tu verse 7 peke yake. Point number 1 utapata keep on. Yes. Hiyo ni keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. Praise God. Matthew chapter 7 verse 7. Hiyo ndio dhimu yangu ya leo, lakini tenda vitabu vingi. Point number 1 is about asking. Point number 1 nimekuambia ni asking. Kuna watu walifanya request kwa Mungu kutoka January wakaandika vitu mahali, wakauliza Mungu, wakafanya request, lakini baada ya kuandika request hakufuatilia. Bishop Makau alituambia kufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Did you follow your request from God? Asking. Point number 1 nimekuambia ni asking. Point number 1, kuna watu wao waliandika wakauliza Mungu, wakafanya request kwa Mungu mambo yao ifanyike, lakini wakasahau, kwa sababu mali hii maisha ya dunia imekaa wasiwasi, wakasahau. Nimekuja kukuambia leo, Bwana nimekukumbusha jioni ya leo kwamba kuna mambo uliandika mahali. Bwana Yesu asifiwe. Asking God, uliambia Mungu jambo ukasahau, ama ukaomba ukaona ifanye, ukaona imani iko chini. Point number 1 asking. Ani watu wa chini kabisa, unaandika leo mwaka, naomba Mungu anisaidie na kiatu mpya. Hii ni request umefanya kwa Mungu, but hukufollow ama kuomba imani, akaomba akaona Mungu anjibu, akalegea kaashana nayo. Bwana Yesu asifiwe. So tunahitaji asking God. Point number 1 asking. Twende Luke chapter 11 verse 1. Vile mama alifanya, mama mmoja hapo nimefurahia sana yes, hebu Luke chapter 11 verse 5. Luke chapter 5. Luke chapter 5. Luke chapter 5. Jesus, thank you. Oh Jesus, thank you. Chapter 11. Luke chapter 11. Luke chapter 11 verse 5. Luke, yes. Luke chapter 11 verse 5. And he said to them, which of you who asks a friend, yes, nenda. Anzia verse 8. Verse 8. Verse 8. Borrow the loaves of bread. Ama. Yes, endelea. Give him anything because of his friend, yet because of he will arise and give, he will whatever he needs. I tell you. Anzia verse 9. Anzia verse 9. Verse 9. Verse 9. I tell you, ask and it will be given to you. Hapo ndio nahitaji. And so I tell you, keep on asking, keep on asking, keep on asking, and you will receive what you ask for. Kile uliuliza. Keep on asking to God. Bwana Yesu asifiwe. Keep on asking for what
you have written, utapokea. Kuna watu wataenda kupokea mambo yao leo. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kitu uliahidi hii mwaka ufanye, wewe uko level ya chini, hiyo level ya point iko hiyo level ya asking. Unauliza, unasahau, unaomba, unaona Mungu, hii Mungu ni kama usikii, unaashana nayo. No. Kuna wakati asking, continue, persisting, continue kusisita. Hiyo maombi, endelea tu kuambia Mungu nilikwambia hii mwaka. Kumbuka Mungu nilikwambia hii mwaka. Endelea tu kuuliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asking God, continue. And also I tell you, keep on asking and you will receive what you will ask for. Hiyo ingine washane ya bandaye. Hapo ndio niko full stop. Chochote uliomba ama ukaandika, ukafanya request kwa Mungu, continue. Endelea kuuliza Mungu. Mungu kwani kuliendaje? Endelea kuuliza. Bwana Yesu asifiwe. Levels of persistent prayer. Point nambani ni kuuliza mahitaji. Hitaji lako uliuliza Mungu hii mwaka, hitaji Mungu ulifanyia jambo. Wale wako neema ya chini wako, ama wale imani yao ni kidogo, unaomba January upate, February upate, February, March, April, May, hakuna kitu. Unatupa mikono, unaacha wachi kae. No. Keep on asking. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Keep on asking what you have asked for. Tuko pamoja? Kile uliuliza Mungu, endelea na utapokea, utapata. Biblia imesema Philippians chapter 4 verse Philippians chapter 4 verse 4, Philippians chapter 4 verse 6, Philippians chapter 4 verse 6. Levels of persisting prayers. Viwango vya kusisita. Sawa, hiyo tu. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo gani uliuliza Mungu? Don't worry about it. Hata kama masiku inasonga, don't worry. Usikiwe na wasiwasi. Endelea kuuliza. Pray, endelea kuomba about it. Your item that you have put kutoka January, najua January tarehe moja ikianzia, kuna vitu mtu anaandikanga mahali kwa kitabu yake ili Mungu amsaidie hii mwaka. Hata mimi kuna mahali niliandika, lakini mbanda ya hii tunasahau, ama kuna vitu tuliambia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka hii mwaka tuliambiwa ni mwaka kujenga na kurejesha. Mnamba tunashikilia mpaka 31 usiku 00. Hiyo ndio tunaasha. Don't worry about anything. Continue praying. Wewe endelea tu kuomba. Asking God. Mungu hii mwaka unataka nipite. Mwaka utapita hivi Mungu wangu Jehova. Endelea kulilia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Continue praying, asking God your hate Mungu wangu Jehova. Kwani hii Mungu na kuliendaje? Don't give up. Endelea kuomba. Praise God. Point 2 tuko Matthew chapter 7. Hapo ndio main theme yangu. Hapo tu ndio tuko Matthew chapter 7. Seeking, kutafuta. Seeking, point number 2. Watoto waangalie mzuri. Seeking, watoto waangaliwe. Matthew chapter 7. Keep on seeking and you will find. Endelea kutafuta. Point number 2, level nyingine ni kutafuta. Kuna wengine walitafuta. Seeking ni kutafuta. Walitafuta, wakapata. Lakini hawakuendelea. So tunahitaji
kila ulitafuta endelea kuombea. Keep on seeking and you will find. Utapata. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Endelea tu kutafuta. Kila ulitafuta. Tuliandika. Point number 1, we are asking God. Point number 2, seeking. You have done a request. 2 is seeking. Matthew chapter 7 hapo ndio tuko seeking. Nipeleke Colossians chapter 1 verse 9. Hii ndio dhimu yetu ya leo. Matthew chapter 7. Asking, seeking. Hiyo ndio tuko. Levels of persistent prayers. Keep on praying. Colossians chapter 1 verse 9. Thank you Lord, wewe ni Mungu wastahili sifa zote. Wewe ni Mungu leto. Yes. So we have not to stop. Na tuweke na Kiswahili kila mtu aelewe. Tunaweza soma Kiingereza ikuwe mingi. So we have not stopped praying for you. So we have not stopped praying for you since, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia atuashi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjawe maarifa ya mapenzi, knowledge, mapenzi yake katika hekima, yote na ufahamu wa rohoni. Kwa sababu ya hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia tukaambiwa hii mwaka ni ya kujenga na kurejesha. Bwana Yesu asifiwe. Hatukukwama kuomba usiku na mchana. Ni wangapi wanaombanga kila siku na mchana? Hakuna. Wewe. Tunahitaji kuomba usiku na mchana, praying without ceasing. Wakati tuliposikia ya kwamba hii mwaka ni yetu ni ya kujenga na kurejesha, hatukulala. Tuliposikia hiyo tuliomba usiku na mchana ili tusikie tupate hiyo vitu yetu. Tukaambia ni mwaka ni wa kujenga na kurejesha. Na kama ufuatilie hii theme, mimi kwangu upande wangu umenijenga. Bwana Yesu asifiwe. Hii mwaka ni kama tu ni mwaka yangu ya kurejeshewa 2023. Bwana Yesu asifiwe. 2023 najua wale naikumbuka wa hiyo mwaka wa 2023 mambo yangu haikuwa mzuri, lakini niliambia Mungu ni asante. Si kuanguka, lakini nilipanda kimani. Hata maombi ikawa level nyingine. Bwana Yesu asifiwe. 2023 maombi ikawa level nyingine ya kuomba. Unajua saa zingine kumbali majaribu kunje. Tukumbali majaribu kunje. Majaribu kinja, ambia Mungu ni asante. Unapima imani yako kulingana na uwezo wako, akili zako, mali zako. Hiyo mwaka 2023 ndio ile kwangu ilikuwa mwaka ambao tangu nisaliwe sikutana kitu kama hiyo. But Mungu najua Mungu ni asante kwa sababu nilienda level nyingine na nikaa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona siku hizi nikiumbiri ninakuanga na ujasiri. Siongopangi hata kama ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Hata nyumbani niwaambia mimi siongopi. Hata kama ni shetani asimame tumuone. Kwa sababu hiyo mwaka ilikuwa mwaka ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. So hii nikwambia hii mwaka hiyo 2023 mbuzi yangu, ng'ombe, pesa, karibu watoto wote waende. Lakini Mungu hii mwaka kanirejeshea. Kanifanyia dabu. Mbuzi, ng'ombe, mpaka watoto wakarejeshewa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ushunda natoa. Bwana Yesu asifiwe. Kabisa. So mimi napenda hiyo dhimu imetisha moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nikiangalia hiyo mwaka wa 2023 nikikwambia na hiyo mwaka ya 2025 kuna difference kubwa sana. So tunahitaji kuomba usiku na mchana. Wakati tuliposikia hatuache kuomba maombi na dua kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tuko pamoja. Twende kitabu cha 1 Thessalonians chapter 3 verse 10. Nikuambia usiku na mchana kutafuta. Usiku na mchana usilale. Usiku na mchana ni kutafuta. Seeking. Point number 2 ni seeking. Tuko hapo tu. Leo siangalii masaa. Ukitaka kufunga wafunge.
Yes. Seeking. Point number 2 nimekuambia ni seeking. Theme yetu kutoka Matthew chapter 7 verse Thessalonians chapter 3 verse 10. Imefika. First Thessalonians chapter 3 First Thessalonians chapter 3 verse 10. Keep on 3:10. Nasema as we pray most earnest night. Umesikia? Mtu asifadhaishwe na dhiki hizi, maana ninyi wenyewe mnanijua ya kuwa weka Kiingereza. Mtu asifadhaishwe na dhiki, ama usikiwe na wasiwasi, ama shinda yoyote isikusumbue. Hebu niweke Kiingereza kidogo. Mtu weka just thank you. And keep on you from being shaken by the troubles you are going through, but you know that we are destined for such what? Troubles. Bwana Yesu asifiwe. Usikuwe na wasiwasi. Mtu asifadhaishe na shinda yote. And to keep you from being shaken by the troubles. Shinda yote kinja. Pray. Tuliposikia, tuliomba. Seeking. Wakati ulisikia mashina inakunja, mimi niliomba. Wakati shida ilikunja, wewe uliomba. Bwana Yesu asifiwe. By the troubles ama shinda you are doing through. Sina unapitia wakati unatafuta hapa na pale. Seeking. Tunaambia Mungu tunahitaji kutafuta. Seeking levels. Level ya pili, kuna wengine wako hiyo level ya kutafuta. Mtu akitafuta anasahau. Lakini nimekuja kukuambia siku ya leo, tafuta, endelea kutafuta, endelea kuambia Bwana asante. Bwana Yesu asifiwe. Niwekee tuko point 2, seeking. Niwekee Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. 12 Romans. Levels of persistent prayer. Yes. Romans, Jojo, thank you. Don't copy the behavior and custom of this world. Wala sawa, sogeuka tu hivi. Hivyo tu. Vile nilikuwa nimeweka. Kiswahili hapo juu hivyo. Don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kufanywa upya nia zenu, pate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Searching. Bwana Yesu asifiwe. That is now searching. Kufanywa upya nia zenu. Searching. Hata kama ulianguka, sinikutafuta, unakuja kanisani unaombewa, unabadilishwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Wala msifuate na hii dunia, mambo ya dunia acha nayo. Wacha tutafuta ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya dunia wachana itapita. Wacha angalia, tazama Mungu mbele. Bwana Yesu asifiwe. Msemo mwingine anasemanga mbele iko sawa. Sisi wote tutazame wapi? Mungu mbele. Tafuta uso wa Mungu kwanza. The rest itakuwa baadaye. Mambo ya dunia hii itapita. Twende point 3, knocking. Point 3, levels of persisting prayers. Ni kugonga, kumbisha. Kuna watu walimbisha. Watu wako pale mlangoni kila wakati wanambisha. Wakiamuka wanambisha. Kila wakati wanambisha. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi sasa hivi tunambisha kuingia kwa ufalme wa Mungu, kumbisha. Praise God. Kweke Luke chapter 18 verse 1 to 8. Luke chapter 1 verse 8. 1 to 8. Luke chapter 18 verse 1 to 8. Uone vile mama alimbisha akangonga mlango mpaka akapata. Maombi ya mama.
Mama aligonga akambisha parables of that's persistence. Ukaona mama yule mama and he told him parable. He said there was a church who neither feared God. Masikia. No, one day Jesus told his disciple, I saw that to show that end of verse 2. And there verse 2. And there verse 2. One vile mama vile alimbisha akambisha mpaka akapata. There was a judge in a certain city. He said, who neither feared God nor care about people. Judges tuko hapa. Anamatakia ngai. Mendo sichonde no hongo. Akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani amshi Mungu wala ajale watu. Vile kuko kwa sasa. Vile yuko kwa dunia hii. Twende verse 3. Verse 3 nasema a widow, na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane alikuwa akimwendeendea. Hebu sikia hiyo. Alikuwa kila wakati anaamuka asubuhi, nimekunja, anafunga mlango, anagonga. Kila wakati nimekunja. Nahitaji. I need to judge this. Nahitaji. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane alikuwa akimwendea akisema, nipatie haki na ndui wangu. Nipatie haki na ndui. Kila wakati asubuhi akiamuka anaenda pale kumbishambisha. Kila wakati anaenda pale anamwendea yule njanji na gonga. Na karibu nataka ile. Tunahitaji kama Kristo, tunahitaji kuambia Mungu tunahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Don't sleep, wake up, pray. Ambia Bwana nimekuja tena. Unagonga na mwambia Mungu nahitaji yangu Mungu nimekuja nahitaji. Twende verse 4. Inasema ya kwamba the judge ignored her for a while, but finally he said to himself, I don't fear God, oh my God, or care about people. Utona ndezi ngai kabisa, ndio mtangie. Na naye kwa muda alikataa, alafu akasema moyoni mwake, nijapokuwa simchi Mungu wala sinjale watu. Endelea tu. Endelea tu. Utasikia vile mama akambisha mpaka akapata. Kama yule mama mjane alipata. Na sisi kama watoto wa Mungu tunahitaji kumbisha mpaka tupate. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kumbisha. Tumbishe usiku na mchana. Tunalia Mungu mpaka tunapata. Oh my God. Bwana Yesu, lakini kwa kuwa mjane huyo ananiudhi, nitampatia haki yake. Asinje akanichosha kwa kunijia daima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia yule mama bila aliomba, akambisha mpaka huyo njanja akachoka. Akamwambia, "Hai, na kuna unoichoe. Hajonuka saa yote nakuja kwangu. Kila saa unakunja." Ndivyo tunaambia kuambia Mungu, nimekunja. Kila siku amuka, bisha kwa Mungu kila siku, kila saa, kila dakika. Hiyo jambo yako Mungu atakupatia. Mungu atakupatia. Mama mjane akaomba kila siku, naenda kwa huyo njanji. Hayo nikumbuka njanji yako ameokoka. Oh my God. Akamwambia, sikiza mama, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake. Asije akanichosha kwa kunijia. Twende verse 6. Oh, riba kato shakata. And then the Lord said, learn lesson from this unjust judge. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi mdhalimu. Hapo kuna lesson. 27. Even a random unjust decision in the hand. Ameamua sasa. Judge anataka kuamua. Tunahitaji kuambia Mungu, nimekunja kumbisha. Tunambisha kila wakati. Mungu nimembisha. Mungu nisikie sauti. Unapiga magoti na mwambia Mungu unahitaji. Mungu unahitaji kila wakati, lilia Mungu. Usichoke kuita Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Na Mungu je, atawapatia haki ya wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Nifanye nini? Hebu tusome tena verse 7. Na Mungu je, atawapatia haki ya wateule wake wanaomlilia mchana? Tunahitaji kuamka usiku na mchana bila kuchoka. Usiku ni swali. Tunahitaji kuamka usiku na mchana? Ni swali tunaulizwa.
Je, tulihitaji 20 verse 8 tuone mama akapatiwa haki yake. I tell you, he will grant justice to them quickly, but when the Son of Man returns, how many will he find on the earth who have faith? Nawaambia atawapatia haki upesi, walakini hatapakunja mwana wa Adamu. Je, ataiona imani duniani? Ni swali tunaulizwa. Hiyo ni swali sasa. Ni swali tumeulizwa. Ngayo kakata chuo. Na ndio ndomena mwekeo imani duniani. Wakati ndomena mwekeo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni swali tunaulizwa mzuri sana. Mama akapress that jinjanji mpaka mama akapata na itanja haki yake. Lakini swali tunaulizwa, Mungu nawaambia atawapatia haki. Yes, upesi haraka. Walakini atapakunja mwana wa Adamu. Je, ataiona imani duniani? Kainoone hiyo imani. Imani ni faith ama ataiona huku duniani? Anaweza iona? Ni swali unjiulize. Bwana Yesu asifiwe. Don't give up about yes. Hebu niwekee Matthew chapter 12. Kuna kitu nataka kuangalia hapa. Matthew chapter 11 verse 12. Matthew chapter 11 verse 12. Asking, seeking, knocking. Jiulize mimi niko wapi? Hiyo mambo yote ni yetu. And from that time John the Baptist, yes, began preaching, and now the kingdom of Ine has been forced and advancing, and the fallen people are attacking it. Tangu siku ya Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni umpatikana kwa nguvu. Nao wenye nguvu wafanya nini? Wauteka. Unaoteka ukiwa paki bana gani wewe? Nguvu wauteka. Nao wenye nguvu wauteka. Jiulize, ufalme wa Mungu na uteka nikiwa pande gani? Praise God. Jiulize maswali tukimalizia. Niko sina haraka leo, sina haraka. The next point now, the next hiyo ingine ni what you call the intercession. About asking, umefanya seeking, umefanya knocking. Now we want to intercede. Tunahitaji kuombea hizo mambo. Praise God. We need to intercede, to do intercession. I think kanisani tuko na intercessory team. Kazi yao ni kuombea mahitaji. Na mtu wa intercessory ni mtu wa maana, kwa sababu anaelekezwa na Mungu vile unafanya. So tunahitaji ukiwa uko na asking, umeuliza Mungu, ukatafuta, ukambisha, nao hizo vitu zikiwa tatu, unahitaji kusiombea usiku sasa. Uomba bila mchezo. We need to intercede. Unahitaji kuiombea zile vitu. Twende Ephesians chapter 6 verse 18. Intercession, point ya mwisho, intercession. Uko na asking, uko na seeking, uko na knocking. So tunahitaji kuona mtu akipiga magoti akiomba Mungu afunguliwe, milango inafunguka. Tunahitaji kuona watu wakifunguliwa milango jioni ya leo. Tunahitaji kuona watu wa Mungu wakipatiwa mahitaji yao, watu wakirejeshewa vitu zao. And from put on good Ephesians chapter 6 verse 18. Achana hiyo, hii ni vita. Achana hiyo, hii ni siku nyingine. Hiyo ni next week. Wacha hiyo. Weka tu ni 18 verse 18. Chapter Ephesians chapter 16. Yes, hivyo. Thank you. Pray in the spirit at all times, and on every occasion stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Tukwatania
intercession. Tunahitaji kuomba kwa sala na maombi, ukizali kila wakati katika roho. Pray in the spirit at all times. Kila wakati maluko unahitaji kuombea vitu zako. Did you pray your item? Amo unaliandika kufanya request, kufanya submission God, then ukaweka hapo, Mungu utatenda. Atatenda. Najua atatenda. Najua Mungu utatenda. Wewe unaandika hapo, unaweka hapo. Najua Mungu utatenda. Ngaino ni zina kuweka kiama. Wewe uombi, unafikiria Mungu atasikia? Mungu sasa anatupenda kusikia maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. So tunahitaji kuintercede what you have written, your item. Mahitaji yako inahitaji kuiombea. Bwana Yesu asifiwe. Pray kila wakati, kila kwa kusala sote na maombi, mukisali kila wakati katika roho, mukikesha kwa jambo hilo na kundumu katika kuombea watakatifu wote. Tukiombeana sisi wote, unachua levels of persistence prayers. Levels ama viwango. Kuna wengine ukiomba hakuna kitu utapata. Utakuta Zionist yeye kuna wito wa intercessory ama kudhati to intercede that jambo yako. Unapelekea, namwambia brother, niombee jambo. Anakuombea, unaona inafanya unapata, namwambia asante, mimi nilipata. So tunahitaji kuombeana sisi kwa wenyewe. Sisi kwa sisi tunaombeana. Kuombea watakatifu wote. Halo. Lakini shinda ile ilitokea ni kuletea shinda yangu ya kisiri. Unaniombea, naambia ai, njoo na nimwambia nitie shinda yake hapa ya. Ningongana na bibi yake nimwombea hapa. Sasa hii ni nini? What have you done? Anakuja itakuja wako tena. So tunahitaji kuombeana, tuombeane. Bwana Yesu asifiwe. Kuombeana intercessory, intercede your item. Endelea kuombea, persisting your prayers, intercede your prayers, intercede what you have written, intercede kile unahitaji hii mwaka ambao tunaisha, kutoka January, February, March, April. Leo kuna watu wataenda kufunguliwa milango yao. Bwana Yesu asifiwe. Leo kuna watu wataenda kufunguliwa milango. Nirudishe niweke Psalms chapter 7. Psalms 17 verse 1 to 2. Psalms 17. Psalms chapter 17 verse 1 to 2. Psalms. Tunahitaji kuintercede. Ukaolibia Mungu ni asante. Ukafanya request. Ya pili ulitafuta, ukaandika. Ya tatu ukambisha. Ya nne sasa ni kuintercede. Unahitaji kuombea jambo lako. Bwana usikie. Sasa hapa ni kuombea. Najua ukiintercede wakati unaomba hapo ni kunyenyekea kila kitu. Mpaka wengine wanalia machozi yanatoka. Hapo kwa sababu unaenda deep in prayer. Unasindi kuomba. Hapa ni kulilia Mungu. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my plea for justice. Listen to my cry for help. Pay attention to my prayer, for it comes from honest lips. Metoka kinywani mwa. Bwana usikie haki, usikilize kilio changu, utege sikio lako kwa maombi yangu. Yasitoke katika midomo ya ila. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tunahitaji kuomba. Turudi mahali tulikuwa. Nahitaji kumalizia Matthew chapter 7 verse 7 now. Tuko hapo. Tunahitaji intercession for what we have written from January up to December. Tunahitaji kuiombea mambo yetu ifunguke. Najua kuna watu waliomba, wakaandika, wakalia Mungu, lakini bado hawakuona. Lakini leo, siku ya leo, milango inaenda kufunguka. Turudi mahali tulikuwa, Matthew chapter 7 now. Matthew, keep on asking and you will receive what you are asking. For keep on seeking and you will find. Tafuta na utapata. Bwana Yesu asifiwe. Ombeni. Hakuna hiyo. Yes, ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona.
mbisheni nanyi mtafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nimewahi kukuambia kuna mtu ataenda kufunguliwa milango yake ambao milango ilifungwa. Ulifungua ulingonga ufunguliwi, lakini siku ya leo wakati unaenda kuomba, kuna watu wanaenda kufunguliwa milango. Bwana Yesu asifiwe. There's a people will be open, milango itaenda kufunguka katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu Jehova mtakatifu. Oh my God. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wataenda kufunguliwa milango. Oh my God. Kuna watu wataenda kufunguliwa milango. Wengine wako na majiraha, lakini Mungu ataenda kufungulia milango kupa. Ombeni nanyi mtabisheni kila wakati. Ombeni nanyi mtapewa. Siku gani ulitisha na kupewa? Tunahitaji kuomba, kuambia Bwana atufungulie milango. Milango yetu ilifungwa. Tunahitaji Mungu aturejeshe. Mwaka wa kujenga na kurejesha. Usikae hapo nde ukisema itakunja. No. Amuka usiku na mchana. Usiku na mchana pray. Kila wakati, hata kama uko kazini, hata ukiwa njiani, omba. Saa zingine unaweza kuta pale kazini niko peke yangu. Bwana hivi nikuomba, kwani nimekuwa wazimu? No. Ni mimi na Mungu wangu najua bila nafanya. Tunahitaji kuomba. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Kila mtu anatafuta, utapata leo. Milango itaenda, mtu ataenda kuona maajabu. Hii mwaka isije bure. Na kutangazia mwaka hakuna kuisha bure hivyo. Isikupite. Bwana Yesu asifiwe. Mbisheni, wale tumembisha. Wengine walibisha wakamelemewa hapo. Lakini wengine wanaendelea kuinda sindo, wanaendelea tu kuomba hadi wa leo, lakini milango inaenda kufunguka. Oh my God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ina imani ya Mungu, na Mungu ambariki. Karibu pasa. Nilitamani vile alisema leo hata hashtuki na milango. Nilitamani tupelekwe kabisa, lakini tushukuru Bwana. Haleluya. Situpigie Joshua makofi mazuri ya kwamba ametufundisha fundisho ambalo huwa tunasoma na tunalipita. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba tunaichukulia kwa urahisi. Vile unachukulia neno la Bwana inalingana vile litakuweza kukusaidia. Because sometimes tunasoma unaona ni kama kawaida. Hili ombi tumefundishwa hata tukiwa Sunday school. Tunasema hiyo ni common verse hata ukiwa primary, hata ukiwa Sunday school. Lakini saa hizi imekuja na uzito ya kwamba inatukategorizia levels 3 za maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na akatuambia level moja ni ile ya kuitisha. Praise the name of the living God. Ya kwamba ukiwa na imani, ukiitisha unafaa kupewa. Hallelujah. Na sijui kama kuna mtu ako na imani. Do you have faith? Do you have faith? Unafaa uitishe na ufanye nini? Na upewe. Bwana Yesu asifiwe. Na akatupeleka, na kuna mahali nilikuwa naona ya kwamba kisababu ya kukosa kupewa is because hatuitishi. Hebu tupatie John chapter 16 verse 24. Tupatie John in New King James Version. Utaona ya kwamba mnakosa kupewa juu hauitishi. Ambia jirani, shida ni kwamba huitishi. Mwambie anza kuitisha na uitishe kwa njia inayostahili. Unajua wacha usikue arrogant. Ambia jirani, wacha kuwa arrogant. Mwambie usikue arrogant ukiitisha, itisha kwa njia inayostahili. Mwambie wacha kutumia shortcut. Unajua shida ndizo hizo, tunatumia shortcut. Haleluya. Lazima tuitishe vile inastahili. Biblia inatuambia namna gani? Uko karibu kufika. Tumpigie makofi. Ndio hiyo, si unaona sasa amefika. Bwana Yesu asifiwe. Inasema namna gani? Tuondolee tu moja ili ikue kubwa. Tuondolee tu moja ili ikue kubwa. Inasema ya kwamba hiyo ile ya juu. Inasema ya kwamba but these things I have told you that when the time comes 24 ni 24 lakini wacha tusome, inaweza kuwa itatusaidia. You may remember that I told you of them and these things I did to not say to you that at the beginning because I was with you. Ni vizuri, neno la Bwana ni nguvu. Tupeleke mahali tunataka. Hallelujah. Abu angalia. Inasema namna gani? Si tusome. Until now you have asked in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Bwana asifiwe.
Wewe unaitisha unaona Mungu usiende kwa Mungu tu hivi hivi. Unajua Mungu si jirani yako. Mungu si your neighbor. Bwana asifiwe. Mungu ni Baba wa mbinguni na kuna njia zake. Na Biblia inatuambia Yesu ndiye njia. Sasa wewe unaingia kama unakuja kwa kinudhia. Unaenda kwa Mungu, usiende kwa Mungu kama unaenda kwa kinudhia. Enda kwa Mungu kwa njia inayo sahihi. Hiyo ndio shida. Bwana asifiwe. Baba, katika jina la Yesu ninakuitisha, lete chakula. Inakuja. Because hivyo, hiyo ndio neno. Bwana Yesu asifiwe. Lakini za shida wewe unaenda tu hata choo huwa tunabisha. Ambia jirani hata choo inabishwa. Bwana asifiwe. Hiyo ndio nidhamu. Lakini shida ni kwamba tunaingia tu. Ambia jirani sitaingia tena hivyo, nitaenda kwa njia inayostahili. Ya kwamba Father, in the name of Jesus I come before you. Baba, nahitaji school fees. Atatuma wale magogo, atatuma magogo. Inaitwaje? The ravens. Atazituma, ataziambia pelekeni school fees. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba wakati tunakosa, it is because hakuna kitu tumepata. Kutoka Januari hujaitisha kwa njia inayostahili. Wengi tumeitisha, lakini tumeitisha amiss. Number 2 ni kwamba hatuitishi kwa imani. Mtu yote ambacho hauitishi kwa imani, hakuna kitu utapata. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Na ukiwa na shaka, hakuna siku utapata kitu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shida ni kwamba unaitisha na uko hivi. Hallelujah. Siku moja nimeitisha pesa ya corruption ikakuja. Hallelujah. Unajua shetani ni shaitani. Shaitani, ambia jirani shaitani ni shaitani. Hallelujah. So unakuta ya kwamba nimeambia Mungu nipe pesa ya corruption ikakuja. Sasa niko hapo. Sasa niko na haja na pesa na ndio hii. Sasa ninashindwa nichukue nisichukue, ama ni muujiza ama ni nini? Roho wa Bwana akaniambia bado sijakuja, ningoje. Lakini watu wengine itakuja uchue muujiza. Hallelujah. Huyo sio muujiza. Praise the name of the living God. Kwa hivyo siku ya leo tunaambiwa ya kwamba hata sasa hamukuomba neno kwa jina langu, obeni nanyi mtapata furaha yenu iwe timilifu. Bwana Yesu asifiwe. So when we ask in the name of Jesus, then the Bible says we shall do what? We shall receive. Ametuambia na option 2. Si option 2, level 2. Level 2 ni kutafuta. Seeking. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes unakuta ya kwamba kuna mambo inahitaji kutafutwa. Bwana Yesu asifiwe. Unatafuta, atatafuta. Biblia inasema tafuteni Mungu wakati anaopatikana, na ukimtafuta atapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini hiyo unataka? Haleluya. Itafute, tafuta ndani ya neno la Bwana. Tafuta vile neno linasema kuhusu hali hii. Neno linasema namna gani? Align yourself with the word of God, na utaona hiyo kitu itatendeka. Kwani ya Efeso Paulo ametuambiaje, my brother? Ametuambiaje? Ako na uwezo wa kutenda vitu zaidi ya vile tunavyoomba ama kuwaza ama kufikiria. So when you align yourself, do you know imagination? You can pray through thinking. Una pray kuhusu imagination. Unaanza kuimagine ukiendesha gari, kumbe ni maombi umeomba. Siambia jirani, wakati una imagine, imagination ni kuomba unaomba. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaingia kwa neno, sikia venye linasema. Tafuta Baba, hali hii maandiko inasema namna gani? Align yourself na vile neno linasema. Tafuta njia ya kweli. Tafuta njia vile utafanya. Bwana Yesu asifiwe. Msichana moja akiwa kadogo, akiwa nini? Kadogo, akiwa Sunday school kama alikuwa kadogo kuliko hawa. Hawa ni wana youth. Alikuwa kadogo. Alikuwa mkubwa kuliko akina Muthoni. Mwathani agocwo, Mwathani agocwo, ngũtũrĩra Ngai maica makwa na ndikahika. Aliongea ni juu ya raha. Kakasema mimi nitaisha, because inaweza kuwa kalikuwa kamehubiriwa na kwamba Paulo hakuoa. Na kakasema mimi nitaishia Mungu, sitawaiolewa, nitakaa kwa Yesu. Wacha kuendelee. Na ni kwa madhabahu. Na ni kwa nini? Kwa madhabahu. Ameniongea
Na unajua chochote umenena hapa ni maagano umeweka. Bwana asifiwe. Sasa msichana ndiye huyo amemaliza university, waliokuwa na wao wameolewa na harusi, wengine sasa ameanza kusema kwa nini mimi sionekani? Anaingia lakini anaachwa bila sababu. Kuna kitu ulisema, kuna maagano uliingia, hakaingia kwa maagano. Sasa anaomba. Unajua huyu hata akiuliza hakuna kitu atapata, manake yako kwa maagano. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ikile kilitendeka, akaenda kwa mtumishi mmoja wa Bwana, alikuwa amesaidiwa na Mungu. Akamwambia mtumishi wa Bwana, mimi ninataka kuolewa na angio kuna dhati. Na ingona baende neta. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona haiendi sawa. Hii miaka navaa kuwa niko na kwangu, navaa kuwa na mzee, lakini vile naona sijui tunaingia kwa courtship, mambo inaharibika. Naye mtumishi wa Bwana akamwambia, let me pray about it, nitakuambia jibu. Wakati aliomba, akakuja akamwambia, msichana, wakati ukiwa mdogo kuna maneno uliongea kwa madhabahu. Hakaka naye Roho wa Bwana ni mzuri. Kaka hivi akasema, niliongea nikasema sitawaiolewa, nitatumikia Bwana. Naye mtumishi wa Bwana akamwambia, sasa njia ndiyo hii. Si alienda kutafuta njia, akaambiwa nitakupea haya madhabahu. Uliongelea kwa madhabahu ya watu 100 na kupea madhabahu ya watu 1000. Utangaze, nikihubiri useme mimi ninataka kuolewa, nimefika wakati wa kuolewa. Na katika hiyo hali akapewa, wakati akapewa kama microphone, akaambiwa kuna msichana wangu. Unajua ni wakati wa mhubiri. Ujue hii time sio ya ushuhuda. Hii time sio ya ushuhuda. Kuna mambo inarekebishwa, manake ametafuta. Kuna vitu lazima tutafuta wapendwa, ili tujue njia ya kutumia. Akaambiwa ya kwamba kuna msichana wangu, rafiki yangu, na akaitwa jina, kuja hapa Britam, kuja. Wakati Britam alikuja, na alikuwa ameelekezwa usiongee kitu ingine, sema Bwana Yesu asifiwe, naitwa Britam, na baada ya hapo ninasema ninataka kuolewa, nimefika wakati wa kuolewa, na sasa nataka niolewe. Let me tell you, haikuchukua miaka 2 akaolewa na harusi na akabarikiwa. Ni kwa nini? Alitafuta njia, akapata, na ifuata, maisha ikabadilika. Haleluya. Sasa wewe, kuna mambo inaweza kuwa iliharibika, tafuta. Ambia jirani, tafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, tumeambiwa ni kutafuta, na hiyo ingine tukaambiwa ni kubisha. Hii ni ile nasemanga kichaa. Saa zingine kuwa na kichaa, saa zingine kuwa na nini? Na kichaa. Katalia hapo, mwambie wewe mzee, lazima leo sitoki hapa. Hata pia mimi ukanikalia kutoka asubuhi, hata kama nilikuwa nimekunyima chai, ukikaa hapo na useme siondoki, nataka chai, hakika nitakupea hiyo chai. Haleluya. Saa zingine kuna lazima tombua yani kusipatikane amani. Na akatupatia pale 18 na mstari wa 1, yule mama akaamua ya kwamba ewe jaji, sikupei amani, lazima uniamulie vizuri. Saa zingine wacha niwaambie, Bwana akanipea ujumbe nikiwa mahali mahubiri, akaniambia ya kwamba enda waambie kesi tumerudisha rufaa, walichokikata kwa giza tumerudisha sasa kupitia mamlaka ya Bwana, na tunakuja manake tumebishabisha na tumefunguliwa mlango, tuko na mamlaka na tunakata kesi upya. Manake wapendwa, lazima ubishe. Ukibisha na unakatalia hapo, tulikaa pale na mambo ikabadilika. Kwa hivyo wapendwa, sister, ukae pale, kuna mambo yatabadilika katika jina la Yesu. Usikuwe mtu wa kuchoka, kemea roho ya kuchoka. Manake watu wengi huwa wanachoka. Ukichoka uondoke mahala pako, unapitwa na baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Kubisha, nasikia raha leo. Bwana asifiwe. Kama neema ya Joshua ingekuwa hapa kama yeye, ile neema ya Joshua yule alitangulia, Joshua mtangulishi. Bwana Yesu asifiwe. Tungesimamisha hii masaa
na tuseme Bwana, tunataka kufanya hii kitu practically. We want to do it practically. Na hata kabla tuende kuna vitu tutaitisha practically. Tuambie Bwana katika jina la Yesu tunaomba hii na hii. Kabla ya December, si next year, kabla ya December kuisha, tuamini Bwana na mambo itatendeka katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, kugonga ni kitu mzuri. Kugonga unakatalia hapo. Watu wanasema uko na kichaa. Haleluya. Basi kama hujaiambiwa uko na nduka na watu juu ya maombi, bado ambia jirani bado. Unataka wale itakuikala na kithethe chomba kama aje mundu umiondoka ni kithethe cho kiki yake. But hata ona mukamba to waiche kaundu ndikwenda gwetola iche. No, lakini wewe ndo agwetie. Sikuna kitu nasikia kuna mtu anasema haikithethe. Mimi sijamalizia, lakini kuna kitu hata yeye alisema. Na kama huyo ni mtu hakuwa na Mungu alisema hivyo, na Biblia inasema hivyo, wewe ni nani? Si ukae hapo hadi mambo itendeke. Si ugongagonge hadi mambo ifanye nini? Itendeke. Bwana Yesu asifiwe. Unakaa mahali pamoja ukigonga. Nilikwambia siku ya leo angalia nguvu ya hii kidole, uanze kugonga hapa. Kabla tufike next year, hapa kutakuwa na shimo. Haleluya. Bwana asifiwe. Hakuna kurudi nyuma, ni kuendelea na kugonga. Na tunagonga. Na tufanye nini? Tunagonga hadi kitu ipasuke. Bwana Yesu asifiwe. Hata Musa, Bwana asifiwe, sikiza hii. Musa aligonga jiwe. Aligonga nini? Aligonga jiwe. Aliambiwa gonga jiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ama mjui ya kwanza aliambiwa gonge jiwe, ya pili ndio aliambiwa ongeleshe jiwe. Kwa hivyo kile kitu kigumu kinagongangwa. Mahali ambapo unaona ni pagumu ni pa kugonga. Ambia jirani, kugonga unafaa ugonge. Ukiona mambo imekuwa mazito, gonga. Fanya nini? Gonga. Wewe endelea na kugonga. Gonga kabisa. Gonga, chumbua kabisa, na utaona mambo ikibadilika katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na akatuambia hizo 3 levels of prayer, they are very much important. Ya kwamba ukijua mlango ndio kwanza. But let me tell you, kwa nini Yakobo alirudi Bethel? Kwa nini alirudi? Manake alijua mlango uko wapi, uko hapo. Halilalia kajiwe, akaona mlango. Bikabandu aja none chokie bana nonie mwango none ndio kunanga ona akundo manye mwango waku eba hende ya kuthethecha, hende ya kukaba, hende ya kukunanga, hende ya kukaba ndone ba kunanga we maundu makwalioka. Bwana asifiwe. Ni vizuri kuelewa mlango uko wapi. Si kila mahali kuna mlango. Bwana asifiwe. Ni vizuri kuelewa. Yakobo alifika mahali akaona bingu imefunguka, akajua haya huu ni mlango. Na hakika ulikuwa mlango, manake babake Abrahamu manake Biblia inasema ni baba bado. Haleluya. Abraham the father, Isaac the father, Jacob the father, wote ni mababa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati katika hiyo hali, wakati Abrahamu alikuwa pale, ni yeye aliinua madhabahu hapa. That's why wakati aliekelea jiwe, Bwana akamwambia this is my door. Huu ni mlango. Na wewe katika Northeastern, katika Dadaab, si haya ni malango Bwana amekuwekea. Ndothethechie ende kwithwa bakila muthenya. Ndothethechie okunanga. Endelea na kuthethecha. Ambia jirani, endelea na kuthethecha. Haleluya. Because wakati unaendelea na kuthethecha, kuna kitu kitatoka. Watu watakuita mjinga, wanakukuta unalala kwa floor, wanakuta makamasi inatoka, wanakuta ya kwamba ukigaragara, wanashindwa mpumbavu, mjinga. Lakini neno linatutia nguvu ya kwamba mambo ya kiroho ni upumbavu na ujinga kwa wale hawana ufunuo, lakini baada ya mwisho itaeleweka. Ambia jirani, itaeleweka. Manake tukithethecha kuna mambo inatokea mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ask, seek, knock, na milango itafunguliwa. Acha nikwambia, kuna milango lazima igongwe vizuri. Kuna milango lazima igongwe vizuri. Because kuna milango ilifungwa na mababu. Kuna milango ilifungwa na waliotutangulia. Kuna milango imefungwa na watu walio katika juu, levels za juu. Na hiyo milango lazima ifunguliwe kia nguvu
kupitia nguvu. Si ametuambia kutoka siku ya Yohana Mbatizaji hadi leo ufalme wa Mungu ni wa nguvu. Kwa hivyo lazima tupitie nguvu, si kugonga tu hivi na kwenda, ni kuwekelea vizuri na unagonga na unaongelesha. Bwana asifiwe kwa jina la Yesu. Kwa hivyo ujumbe huo, wacha Mungu akusaidie ya kwamba tutumie vizuri. Mambo ya kunoko ni kila siku tuwe tunanoko, ni kila siku tuwe tunanoko. Bwana Yesu asifiwe. Na kuitisha, tunaitisha kwa njia inayostahili. Kutafuta, tafuta. Saa zingine saa zingine ni vizuri, ili usifanye kitu wa miss. Uliza, hii hali yangu Biblia inasema aje? Hii hali yangu Biblia inasema aje? Na Mungu atakuonyesha, na Mungu atakuelekeza. Siku moja mtumishi wa Bwana ikawa kwao mzee, baba yake baba ya mtumishi akakataa kulipa mzee, na ni miaka ya kitambo, senti 7, hizi senti zile za kitambo. Na yeye baada ya miaka mingi ikakuwa naye, wakati mzee alienda, manake mzee wake alikataa kulipa na akafukuza. Unajua kuna watu arrogant, to mwezi kuyandume ngote utachula chilie ya kwamba alikuja umekopa, na mtu akikuja kudai unafukuza na panga. Namwambia toka hapa wewe, hakuna kitu. Akakaidi, naye mzee akaenda akisema ya kwamba, na akaenda na uzuri, mke wake akasikia, akaenda akisema hamutabarikiwa hata watoto wako. Unajua hiyo ni laana imeachiliwa. Baada ya miaka mingi mchungaji akakuja, ameokoka, akawa anashindwa. Mimi naombea watu wananunua magari, naombea watu wanainuka. Ni nini hii? Hata kwetu hakuna kitu inaendelea. Akaanza kutafuta kwa Mungu. Bwana, nataka unisaidie. Mungu, ni nini hii? Mimi ni kweli, mimi ni mwenye, ni msafi. What is the problem? What is the problem? Akaanza kutafuta, akatafuta. Siku moja Mungu akamuelekeza, enda nyumbani, na akaenda akaambiwa, ongea na mama yako. Lakini wakati alifika hapo, Mungu, Roho wa Bwana akampea maneno. Akaanza kumuuliza, baba kabla hajakufa, inaweza kuwa kuna mtu walikosana, ama akakuwa amekufa na pesa yake? Mama yake hapo akarudisha mshipi nyuma. Si mnajua zile kaseti za kitabu tulikuwa tuna rewind, mshipi ya mama ikarudi. Akamwambia, negua morio, negua ki morio. Na akamwambia, sasa iko mzee mmoja alikuwa anaitwa nani, babako alikopa senti 7, na wakati alikuja alimvukuta, naye akaenda kwa gate akachora na akaongea ya kwamba hata watoto hamutawaibarikiwa. Unajua sasa yule mchungaji akatafuta hiyo pesa, na akachukua pesa zingine, akaenda kwa ile boma ya yule mzee, akarudi hapo, manake ametafuta ni nini shida. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda pale kwa mzee, akamwambia, tumekuja, ni kweli mzee alifanya hivi, lakini sasa tumekuja, bahati hakuwa amekufa, bahati hakuwa amefanya nini, hakuwa ameenda. Akaenda, wakaenda, mzee akapokea, akakumbuka, akasema, mubarikiwe, muinuliwe, mupanuke. Let me tell you, kabla ya huo mwaka kuisha, tayari nyumba ya mawe ilikuwa imeanza kujengwa. Because kuna vitu lazima tutafute, tujue shida hii inatokana wapi. Na unatafutanga aje? Kupitia kuingia kwa maombi. Haleluya, Bwana asifiwe. Hiyo topiki tunaweza enda another 1 hour, lakini kwa ajili ya Mungu si nikupatie nafasi, si nikutafutie nafasi. Hata kama level 2 na level 3 hatuta apply, we can apply level 1, ya kwamba in the name of Jesus, God, this is what I need. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niliomba ombi, na tayari last time kuna wakati niliomba hapa, nikaambia Mungu, nataka kuona watu wakuje waokoke tu. Mungu, uguze mtu tu, waguze, hata nisiwahubirie, lakini mkono wako uwalete. Na up to now kuna watu zaidi ya 4 toka niombe hilo ombi wamekuja wakijireta, nikiwaombea wokovu. Si kuenda kuhubiria, lakini anasema, Mungu, wakati wangu umefika. Anapiga magoti na tunaombea, na anaendelea kuwa vizuri. Leo pia nina imani kuna kitu itatendeka.
kabla ya Disemba kuisha, kuna muujiza utatendeka. Si usimame na miguu yako, si usimame na miguu yako, simama. Ningependa tu hata kama utaandika, you know, this is how serious I am. Hata kama utaandika dakika kidogo, uambie Bwana, katika jina la Yesu ninaitisha hii, na Mungu atakupatia in Jesus name. Siwende mbele za Bwana, enda mbele za Bwana, omba. Hata kabla uyune siwende, omba ombi yako. Wacha kwenda hivyo, wezi enda hivyo. Omba in Jesus name. Ambia Mungu ya kwamba in Jesus name, hii ndio formula. This is the formula ya kwamba Baba, katika jina la Yesu ninaomba siku ya leo ya kwamba Bwana, kabla ya Disemba, Mungu wangu, naomba kwa imani ya kwamba Jehova Baba, encounter with these men ambao Bwana wamekalia pale, wale wako pale aiwemo wamefungwa na pombe. Kutana na wao. Hiyo ndiyo haja ya moyo wangu, kuona wakiokoka, kuona wakibadilika. Nimeomba Bwana, wamama wako pale wamefungwa, Jehova naomba wakuje kanisani. Kutana na wao. Si ulikutana na Paulo? Bwana, kutana na wao in the name of Jesus. Baba, naomba ya kwamba Jehova wakuje kanisani, waokoke, wabadilike in Jesus name. Nimeomba Baba Jehova, nimeshuhudia imetendeka. Hata sasa I persist God, ya kwamba waokoke katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, guza mioyo yao, guza nafsi zao, badilisha maisha yao katika jina la Yesu. Asante manake umetenda, asante manake umefanya. Ni kwa jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Baba mfalme mwema, ninakupenda, ninakuheshimu. Pokea sifa, pokea utukufu. Umetubariki, umetuonekania, umetuangazia neema. Asante manake Jehova tumesikia neno lako. Nasi Bwana, katika jina la Yesu ninaomba security ya mji huu. Ninaomba Bwana wema wako ukashamiri. Ninaomba Bwana ulinzi wako. Malango mane ya mji wa Dadaab iko mikononi mwako. Baba onekana, Baba tubariki, Baba tuangazie, Baba tuinue, tutetee na utuhifadhi katika jina la Yesu. Even our spouses and our children, our parents, our brothers and sisters, oh God, wherever they are, Baba Jehova, na wafunika na damu ya Yesu. Naomba ulinzi wako, naomba kuhifadhiwa, wahifadhi, watenganishe na maafa ya kila aina katika jina la Yesu Kristo. Asante manake Bwana umesikia ombi langu, umejibu ombi langu. Na Bwana Jehova, ninaomba usiku wa leo, nena nasi kupitia ndoto, maono, sauti, neno lako. Tunene, tuko tayari kukusikia katika jina la Yesu. Asante manake umetenda, asante manake umetutimizia. Na sasa mfalme mwema, ninaomba hata kwa ajili ya dada yetu Bahati, ambaye Bwana Jehova Mwokozi amekuwa afflicted. Mungu wangu, naombea mwili wake, natangaza uponyaji toka kichwani chake kwenda kwa nyaya zake. I ask of your healing in Jesus name. Baba, nimeomba uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Ni asante hata kwa ajili ya familia ya Mutunga aliyepoteza mtoto jana. Mungu wangu, hii jamii wafariji, endelea kuwatia nguvu, endelea kusimama na wao, endelea kuwaongoza, endelea kuwapa amani, urejesho. Ndio tumeomba katika jina la Yesu Kristo. Asante manake wewe ni Mungu na wewe ni mfalme, hakuna kama wewe. Tukienda, malaika wa ukumbi huu aenende nasi, atuangazie neema, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Siseme amen. Haleluya. Mungu awabariki sana na watende mema. Ningeuliza brother yetu atusalimie. Tusalimie tu.